Ikhwani, ndugu zangu, kila mmoja anafahamu hapa tulipo ni katika eneo la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na hapa ndipo kunapatikana ofisi za BAKWATA mkoa, na hata jengo hili ni jengo la BAKWATA. Hivyo basi Shekhe wa mkoa Sheikh Hassan bin Musa Anzuruni wa Kabeke, baada ya kupata taarifa kwamba tarehe 12 ya mwezi huu wa 10 mwaka huu wa 2025 hapa katika viwanja vya BAKWATA mkoa kutafanyika dua kubwa ya Ahlul Badri, na ikiwemo kuiombea nchi amani na utulivu na kuombea uchaguzi, pia kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akanipa salamu zake ni kufikishieni. Kwa hiyo huu ni ujumbe unaotoka kwa Shekhe wa mkoa Sheikh Hassan Musa Anzuruni wa Kabeke, Shekhe wa mkoa wa Mwanza. Amenituma nikuelezeni mujitokeze kwa wingi, wake kwa waume, tarehe 29 Oktoba hii kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Unaweza ukadharau kwamba kura yako moja si chochote si lolote, lakini ikawa na mchango mkubwa katika taifa hili, kwani unapomchagua kiongozi utakuwa na haki ya kuhoji. Mwaka 2025 tulikuchagua, mbona maji hayapatikani? Mbona barabara hovyo? Huduma za kijamii hazipatikani? Utakuwa na sababu ya kuhoji kwa sababu ulichagua. Lakini kama utabaki nyumbani kwako bila kwenda kuchagua, utakuwa huna nguvu ya kuhoji. Leo hii tumekusanyika hapa maelfu ya watu, nyinyi wenyewe mnaona. Tumekusanyika hapa kwa sababu ya amani na utulivu. Kungekuwa hakuna amani, utulivu ungelikuwa haupo, wala tusingeweza kukusanyika kama hivi na tukatulia kama hivi, tukafanya dua yetu kama hivi. Hii kwa sababu viongozi wetu wa nchi wanaienzi amani. Mapambano yote haya mnayoyaona katika mikutano ya kisiasa, lakini pia katika mitandao ya kijamii, ni watu wanatumiwa na mabeberu kutaka kuvuruga amani ya nchi. Lakini kubwa zaidi ni kutaka kuvuruga uchaguzi. Na ndio maana hii leo mutaona kuna baadhi ya vibaraka wanawahamasisha watu tarehe 29 badala ya kutoka kwenda kupiga kura, watoke kwa ajili ya kuandamana. Na maandamano haya sio ya amani, kwa sababu sheria za kuandamana ziko wazi. Kwa hiyo wanachokikusudia tarehe 29 ni kutaka kuvunja amani, ni kutaka kuleta vurugu. Lakini walillahi alhamdu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majeshi yetu yako imara, na jemedali amekwisha tuhakikishia hakuna amani itakayovunjwa tarehe 29. Kwa hiyo mtu yeyote asiwe na uoga, tarehe 29 atoke kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Na kubwa zaidi, viongozi wanaosimamia amani na kuienzi amani na utulivu katika nchi yetu wanafahamika. Toka nchi yetu imepata uhuru mwaka 61, si ndivyo? Mpaka hii leo mmeshawahi kusikia vita zaidi ya vita ya Idi Amin? Na Watanzania waliokuwa wengi maisha yao ni ya chini. Ili waweze kuendesha maisha yao lazima watoke. Utamwona huyu anatoka kwenda kuuza nyanya, huyu anatoka anaenda kuuza mkaa, huyu anatembeza vitumbua, mwingine bajia, mwingine ana duka lake. Hivi unadhani amani ikishavurugika tunaweza kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha? Haya maisha tulionayo haya, pamoja na kwamba baadhi ya watu wanayalalamikia,
amani ikishaharibika, maisha kama haya tutayatamani. Sasa tusifike huko. Tarehe 29 tutoke twende tukapige kura, tumchague Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuanzia Nyerere amekuja Mwinyi, kaja Mkapa, kaja Kikwete, na rais wetu tuliye naye sasa hivi ambaye ndiye mgombea, hatujawahi kusikia mahala amani imevunjika. Yapo mambo ambayo yanalalamikiwa, watu kutekwa, kupotea katika mazingira yasiyofahamika. Haya ni madogo, na ndio maana Imamu Ahmad ibn Hanbali wakati wake, huyu ni imamu mkubwa, kulitokea fitna ya watu hivi hivi kuuawa, wengine kufungwa, wengine kuadhibiwa. Wakatoka baadhi ya watu kumfuata Imamu Ahmad, wakamwambia Imamu, kwa nini tusiandamane dhidi ya mtawala? Kwa nini tusiandamane dhidi ya serikali? Sababu kuna watu wanauawa, kuna watu wanateswa, mambo hayako shwari. Akawaambia, subhanallah, ad-dimaa ad-dimaa, msifanye hivyo, mutasababisha umwagikaji wa damu. Fa inni la ara dhalika wala amuru bihi, mimi jambo hilo siliafiki na wala siamrishi litendeke. As-sabru ala ma nahnu fihi, subira juu ya haya matatizo tunayoyaona, ambapo tunahesabu kuwa ni matatizo, khairu minal fitna, ni bora kuliko hiyo fitna mnaotaka kuileta. Allati tustabahu fiha al-amwal, fitna ambayo itapelekea mali za watu kuchukuliwa kwa dhulma. Watuntahakul maharimu, na mambo ya haramu yatafanywa. Watusfaku fiha dimau, na damu za watu zitamwagwa. Leo ikitokea vita, wanaoathirika zaidi ni nyinyi kina mama na watoto wadogo na wazee, kwa sababu hawana uwezo wa kuhama, hawana uwezo wa kukimbia. Si tumewahi kushuhudia nchi za jirani pale Kongo, baada ya kutokea machafuko, wallahi kuna mama mmoja, badala ya kumchukua mtoto wake mchanga, alimbeba paka, anakimbia naye, na yule paka kwa sababu naye anaogopa kifo kanyamaza kimya. Alipofika eneo ambalo ni shwari sasa, ndio yule paka nyau, yule mama anatazama, kumbe sikubeba mtoto, nimebeba paka. Hatari ya vita. Sasa ikisha tokea vita, tusfaku fiha dimau, damu za watu zitamwagika, mali za watu zitachukuliwa kwa dhulma, mambo ya haramu, kina mama kubakwa pamoja na watoto wadogo yatatokea. Sasa Imamu Ahmad alipowaambia maneno haya, wale wakamwambia, kwani hivi sasa hatuko kwenye fitna? Mbona watu wanatekwa bwana? Imamu Ahmad akawaambia, wa inkana, hata kama tuko kwenye fitna, innama hiya fitnatun khasa, fitna ya sasa hivi ni ya watu maalumu tu, ni ya baadhi ya watu, ni ya wanasiasa tu ndio wanaotekwa. Fa idha waqa'ati saifu, lakini silaha itakapoanza kufanya kazi, ammatil fitna, fitina itawaenea watu wote. Leo si mnasikia kuna baadhi ya watu tu wanatekwa? Si baadhi ya watu tu, lakini wallahi kukitokea vita, hii fitna itaenea watu wote, haitomwangalia huyu ni mwanasiasa ama huyu si mwanasiasa. Sasa wakati mwingine tusisikilize haya maneno ya wanasiasa wanaotaka kuleta vurugu katika nchi yetu. Leo fitna ni fitna kwa baadhi ya watu, huenda wanatafutana wao kwa wao, lakini wallahi idha waqa'ati saifu ammatil fitna, vita ikishaanza, silaha ikishaanza kufanya kazi, fitna inawaenea watu wote. Wadogo, watoto wadogo watauawa, kina mama watauawa, wanafunzi hawatosoma tena, biashara hazitofanyika, uchumi utayumba. Sasa wewe unapobaki nyumbani usiende kupiga kura, ina maana unachukia amani. Kwenda kumchagua Rais Samia ni kudumisha amani, ni kuendeleza amani na utulivu, kwa sababu wameishika nchi hii kutoka kwa mkoroni. Mpaka hii leo sisi hatujasikia vita. Na neema siku zote huwa inahusudiwa.
Hivyo unadhani zile nchi jirani zinafurahi kutuona sisi tuko katika hali ya amani? Hawana furaha. Kwa hiyo wanataka na sisi yatufike yaliyofika wao. Sasa msifike huko. Kwa hiyo Sheikh wa mkoa ameniagiza tarehe 29 tokeni kwa wingi. Leo tuko wengi hapa. Kwa hiyo tukitoka kwa wingi kwenda kupiga kura, kura zetu zitakuwa zina mchango. Kwa wala msiwe na uoga, hakutokuwa na maandamano na wala hakutokuwa na uvunjifu wa amani. Hilo ndilo nilitaka kulisema. Na kila mmoja hapa bila shaka ameweka nia kuiombea nchi ya amani na utulivu, lakini kumwombea rais yetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie juu ya hayo. Tarehe 29 tukapige kura kwa amani, tumchague rais wetu, tuendelee na maisha kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Wallahu waliyu tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.